Kama wewe ni mwanamke ambaye unatazama video hii na umekuwa ukisumbuka muda mwingi sana kutafuta mtoto na hujapata mafanikio, video hii ni kwa ajili yako. Hakikisha unaangalia hadi mwisho, kwa sababu nitaenda kuelezea sababu 4 ambazo zinafanya usiweze kupata mtoto, na sababu ya 4 ndio sababu kuu ambayo inawafanya wanawake wengi sana washindwe kupata mtoto. Bila kupoteza muda, sababu ya kwanza inayopelekea hali ya kutokushika ujauzito au ujauzito kuharibika huwa ni maambukizi katika via vya uzazi kwa mwanamke. Hapa ninaongelea PID, matatizo au magonjwa ya zinaa kama gonorrhea au kaswende, na magonjwa mengine kama vaginosis, na matatizo kama endometriosis na mengine ambayo yanakumba mfuko wa uzazi. Sababu nyingine ya pili huwa ni matatizo ya kihomoni. Hapa nikiongelea matatizo ya kihomoni inagusa homoni kuu ya mwanamke ambayo inaitwa estrogen na homoni zingine za kike. Homoni hii estrogen na homoni zingine muhimu kwa mwanamke zinapofurugika, manake mwanamke ataanza kwenda nje na mpangilio wake wa siku za kawaida za hedhi. Na hapo unakuta kuna mwanamke ambaye anaenda mara 2 katika mwezi wake, na kuna mwingine anakaa muda mrefu hajapata hedhi kabisa, na kuna mwingine anatokwa na damu mfululizo au kwa muda mrefu hivyo. Kwa sababu ya 3 huwa ni matatizo katika via vya uzazi. Matatizo haya huwa unakuta mwanamke ana uvimbe ambao ni fibroids, au ana matatizo ya myoma, ni uvimbe maji pia, au ana matatizo mengine kwenye via vya uzazi. Lakini sababu nyingine ya 4 na ya mwisho huwa ni kuwa na mayai, yaani unakuta mayai yanapevushwa vizuri, mwanamke anaingia period safi, lakini anatoa mayai ambayo hayana uwezo wa kupevuka. Hivyo mbegu ya mwanaume inapofika inakuta yai halijapevuka, mbegu itadumu ndani ya masaa 72. Baada ya hapo mbegu inakufa, yai halijapevuka, hutaweza kushika mimba. Sasa kama unapitia hali ya kutafuta mtoto kwa muda mrefu na ukakosa, ninakuhakikishia kuwa utakapokuwa umenipigia simu na nikikusaidia kupata programu ambayo tumeiandaa kwa ajili yako, manake ni kwamba utaenda kupona na utaanza kupata ujauzito, na mwisho wa siku utajifungua mtoto ambaye Mungu atakujalia. Jina langu naitwa Dr. Emmanuel. Hakikisha unashusha comment hapo chini. Pia unaweza kushare video hii kwa wanawake wengine pia wakajifunza na wakapata elimu nzuri ikawaelimisha. Asante na kwaheri. Hakikisha unatufollow.